Karibuni kwenye ibada ya jioni, tukishukuru Mungu kwa wema wake ambao ametulinda mpaka dakika hii. Tunazidi kukaa katika amani, tukishukuru pia kwa ushirika ambao ametupa. Sio kawaida ukute watu kiasi kile tumekaa na ni watu hawagombani, hawasengenyani, hakuna mtu ana uchungu na mwenzake, kila mtu amefurahia. Hii ni ishara ya uwepo wa Mungu ambaye ana roho wa upendo na roho wa umoja. Kwa hivyo shukrani na sifa ni kwake. Nichukue hii nafasi kuwakaribisha, tuendelee na mafundisho yetu. Jioni ya leo, kumbukeni tuko tu kwenye mpango wa msingi wa kanisa la Mungu. Tangu vile ulivyowekwa tangu mwanzo, vile utakavyokaa mpaka milele. Tuliona katika mafundisho ya leo vile Mungu anaendelea kumwokoa mwanadamu, vile mwanadamu alipotoka akawacha maisha ya kipekee ambayo yalikuwa ndio yako sasa na yatakuwa hata milele, lakini kukawa na uongo uliingilia hapo katikati. Leo nataka tujiulize, je, kama Adamu angekosa, tungekuwa tunaishije leo? Kama ingekuwa Adamu angechagua njia ya Mungu, ni kitu gani kingeendelea ambacho ndio tungekuwa tunafanya sasa hivi? Hebu tuende katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wake wa kwanza hadi nafikiri wa 3. Mwanzo sura ya 2 na mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Tungekuwa kama Adamu angekosa, tungekuwa leo tuko kwa sikukuu kweli? Wacha hii ya Sabato ya wiki, maana leo tuna sikukuu mara mbili. Tuna sikukuu ya Sabato ya wiki na imeingia ndani ya sikukuu ya vibanda ambayo ni ya siku 7. Je, kama Adamu angekosa, tungelikuwa tunatunza hizi sikukuu zote kweli? Hebu tusikize msomi akitusomea Mwanzo sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 3. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Tuliona kwamba Mungu ako kwenye harakati ama mpango wa kurudisha ufalme wake hapa duniani. Ufalme uliotolewa na malaika baada ya wameasi. Sasa anatumia wakati gani, mbinu gani kurudisha huu ufalme? Hapa tunajua kuna mambo ambayo alimpatia Adam. Na kabla hatujaingia kwenye haya mambo, tukumbuke kuna watu huwa wanafikiria kwamba mbingu na nchi zilianza kuumbwa tu wakati huu Mungu alianza kusema na kuwe nuru, mbingu maji yatengane na nchi kavu. Watu wengi ufikiria Mungu hapo ndio alikuwa ameanza kuumba mbingu, lakini sivyo. Maana tuliona kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi
miaka milioni hatujui ni ngapi, akawapa malaika. Malaika wakaiharibu. Na hapa tunaona kwa siku 6, maana Zaburi 104 mstari wa 30, kwa siku 6 Mungu akaurekebisha uso wa nchi. Alituma roho wake akaanza kufanya repair, ile wazungu wanaita repair, kuirekebisha dunia, maana ilikuwa imeharibiwa na uovu wa malaika. Kumaanisha nini? Hizi siku 6 si ati aliumba dunia, alirekebisha dunia iweze kuwa kwenye ile hali ya kumuumba mwanadamu. Ndiyo mwanadamu aweze kuwa na mahali pa kukaa, maana palichafuka, dunia iko katika hali ya kuoza, iko imejawa na giza. Dhambi ya malaika iliharibu ikawa haikaliki. Ilibidi Mungu kwa siku 6 airekebishe dunia, na siku ya 7 akapumzika. Tunaelewa maana ya hizi siku? Ndio nikawauliza, kama Adamu angekosa ni kitu gani kingeendelea? Na ili tuweze kujibu hayo, leo nataka tuelewe maana ya Sabato kamili. Kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8 hadi 11. Kutoka 20 mstari wake ni wa 8 hadi 11. Mungu baada ya kufanya kazi yake kwa siku 6, siku ya 7 amepumzika na akaibariki, akaitakasa. Lakini baadaye hapa tunaona akiitoa kama amri. Kumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Basi kuna mambo baadhi ya mpango wa Mungu ambao mpaka wa leo watu wengi wanaoitunza hii siku ya leo hawaelewi, na ndio ningetaka Mungu atujalie tuichambue kidogo. Siku 6 fanya kazi, lakini siku ya 7 ni pumziko takatifu. Ina maana gani? Ni kazi gani hii tunaambiwa tufanye siku 6? Tuliona tuko hapa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuumbika maisha ya kiroho, ili tukisha kuwa viumbe wa kiroho, tukiwa kama Mungu, tuitawala hii dunia kama ufalme wa Mungu. Kwa hivyo sisi wanadamu ni sehemu ya mpango wa Mungu wa kurudisha ufalme wake hapa duniani. Kwa hivyo wanaposema siku 6 fanyeni kazi, ni kazi gani hasa hapa Mungu analenga? Ijapokuwa tuko na shughuli zetu za kila siku za kutafuta vyakula, za kujenga manyumba na vitu kama hivyo, Mungu kuna jambo alilolifanya hapa, akiwabariki Adamu na Hawa, ambao inachangia sana ile kazi tutafanya kwa hizi siku 6. Baada ya kumuumba mwanadamu, kumwagiza juu ya vyakula atakavyovila, Mwanzo 1:27 inasemaje? 28. Kuanzia 28 kuteremka. Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia
Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Basi kama mwanadamu angefanya makosa, bado angelikuwa na kazi ya kufanya hizi siku 6. Na tumeona kazi ya muhimu kabisa. Mungu anataka wale watakao mkubali awaumbe yale maisha yake. Sasa tuliona huu mwili kazi yake ni kuumbika uungu, ikiwa ni njia yake ya kutukomboa kutokana na ule uongo tulirithi. Basi kazi hapa tunayoiona, jambo la kwanza alipomweka katika shamba la Edeni, alimwambia aelimie miti, aitunze shamba. Hapa kuna kazi nyingine anasema, zaaneni mjaze dunia. Tukiangalia zile kazi ambazo zinafanyika kwa ajili ya kutayarisha mwanadamu kwa ufalme, Mungu anataka wanadamu walio wengi kama nyota za mbinguni, walio wengi kama mchanga wa bahari. Nafikiri tuliona akimbariki Ibrahimu, alimwambia mambo kama hayo. Na ili mwanadamu azaane mpaka aijaze dunia, itachukua muda gani? Tuchukue mtoto akizaliwa, mwanamke anapochukua mimba, ni lazima mtoto achukue miezi 9 ndani ya tumbo la mama yake, sio? Ndio akuje zaliwa miezi 9. Huyo ni Adamu na Hawa, wanaambiwa wazaane wajaze dunia. Ingeliwachukua muda gani kujaza dunia? Na kila mtoto anachukua miezi 9, huyo anazaliwa. Mwingine miezi 9, angechukua muda kiasi gani? Ukiangalia inachukua miaka, sio siku chache tu. Pili, Mungu katika Mwanzo 2 na mstari wa 17 anaonya kuhusu maisha mabaya ya uongo ambao ndio yamejengwa sasa. Huu ulimwengu wa sasa, kizazi cha sasa kimepokea maisha ya uongo. Mungu hapa tunaona akionya kwamba mwanadamu akichukua maisha mabaya atakufa, ambao tuliona mwanadamu alichukua maisha mabaya na ndio anao sababu ya mpango ya kumwokoa mwanadamu. Kumaanisha nini? Adamu na Hawa walikuwa na kipindi cha kujifunza kuishi kama Mungu na kuwafundisha watoto wao kuishi kama Mungu. Ni jambo pia ingelichukua muda. Maana ukiangalia mtoto akizaliwa vile anavyokuwa, inachukua muda mpaka aje kukomaa, awe mtu wa kukimbia amekamilika, mtu anaweza anzisha jamii yake, inachukua muda pia. Kwa hivyo Warumi 1 mstari wa 20, sitaenda hapo. Vitu hivi vya kuonekana kwa macho, vitu vya kimwili, ni uonyesho wa vitu vya kiroho visivyoonekana. Kumaanisha nini? Hata huko kujifunza kwa Adamu, kujifunza kuishi kama Mungu, kungelichukua wakati. Hayo nataka kusema nini? Siku 6 fanya kazi. Ni kazi za muhimu, ni kujifunza kuishi kama Mungu, kuzaana, kujaza dunia. Mambo ya chakula vimo. Ama mjui Mungu aliumba vyakula vyote, kila kitu huu mwili unahitaji. Ile mahindi mnapanda leo ni ile aliumba Eden.
Hakuna mwanadamu aliyeumba mahindi ingine, lakini amewapa ujuzi wa kuweza kuhifadhi. Mvua ikija unatoa kidogo, unapanda tena, inazaana. Kama ulimwengu leo uamke hivi ukute hakuna tembe hata moja ya mahindi, kazi ya mahindi itaisha duniani. Mmewahi kufikiria hivyo? Hakuna mwanadamu anaweza kuumba mahindi, hata wanachafua ile iliumbwa. Kama mbegu yoyote ingeisha kabisa duniani, hiyo mbegu inapotea. Hakuna mtu anaweza kuumba. Kile Mungu aliumba ndicho mwanadamu anaendelea nacho. Kwa hiyo kazi tunayofanya sio ya kutafuta vyakula. Kutafuta vyakula ni kujifunza kutumia neno la Mungu na kuona kazi yake. Wewe unapanda mahindi, hujui inameaje, hujui inakuaje. Hiyo ni kazi ya Mungu. Mpaka inakuja vile inazaa, mpaka iongezeke, wewe hujui. Mungu alishatayarisha vyakula vyote. Lakini kitu hakutayarisha ni gani? Hebu tusome katika kitabu cha Warumi 2 mstari wa 7. Na maandiko huwa tunasoma hivi kuchambua ili tuweze, kama ni point ama ni jambo tunaeleza kuhusu maisha, iwe imeelezwa na Mungu. Na kwa vile Mungu hajaongea kitu kikajaa kwa mstari mmoja wa Biblia, ndio mnaona tunaguza hapa kidogo, ndio tuje kufikia kile tunasema kionekane kwamba ni cha Mungu na sio kitu yetu tumedhania. Kumbuka, madhanio ya mwanadamu yamezaa furugu na makundi mnaoyaona. Kila kundi inaabudu Mungu, lakini wanazozana, wanatofautiana. Ni kwa nini? Wanachukua akili zao punguani, wanaongeza kwa maandiko. Wanatoa kwenye akili ya Mungu, wanapunguza maandiko. Hiyo inaleta utofauti. Lakini tukiruhusu Biblia ijieleze, hakuna tofauti yote. Watu watakuwa kitu kimoja. Maana sisi sote tutapokea hiyo maisha mmoja ya Mungu mmoja, yakiwezeshwa na Roho mmoja. Itatuunganisha, haitatutenganisha. Warumi 2 mstari wa 7. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika. Basi nataka hapo tu. Mungu atawapa uzima wa milele, si ndio namalizia. Mnatafuta nini ambacho hamna? Hebu tataja vile vitu ambao Mungu anasema fanyeni kazi, mnafanya mkitafuta nini? Utukufu na heshima na kutokuharibika. Kutokufa. Mnatafuta, maana hamuna uhai wa milele ndani yenu. Hamuna heshima, nyinyi ni mafumbi. Hamuna utukufu, udongo. Hivyo vitu havimo. Lakini hapa amesema chakula, amesema pesa. Maana hivyo ndivyo vitu vya muhimu Mungu anaumba ndani yako. Kumbukeni mwanzo, Mungu anasema na tuumbe mtu aliye kama sisi, ili akisha kuwa kama sisi aitawale dunia kama ufalme wetu. Kwa hivyo hapa anasema inathibitisha kwamba ile kazi tungefanya siku 6, tunautafuta utukufu na uzima wa milele ambao Mungu aliahidi wale watakaoumbika hii tabia tumeona maisha yake atapewa. Kumaanisha nini? Hiyo ndiyo kitu hatuna katika huu mwili. Vyakula tunavyo aliumba. Huu mwili tunao aliumba akaumaliza. Mungu haumbi huu mwili na vitu vyake, aliumba akamaliza. Lakini hakutuumbia utukufu, heshima, yani ufahamu na maisha yasiyo na mwisho. Hakutuumbia, anatuambia hiyo ndio mtafuta. Kwa hivyo sioni kama nadanganya nikisema kwa siku 6 utafuteni heshima, utukufu na kutokuharibika, mkizaana na kujaza dunia. Lakini siku ya 7 hakuna utafutaji wowote. Maana itakuwa ni nini? Ni siku ya Bwana Mungu wako. Kwa hivyo kama Adamu angekosa
bado sabato ya wiki ingekuwa. Na inamaanisha nini? Tuende katika waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 8. Tunataka kuelewa hizi sikukuu tunatunza, maana wakati mwingi tunasishika kama amri tu, kama duty, kwa vile Mungu amesema basi msifanye kazi, lakini sina maana zaidi ya kuzitunza. Na yule mtu uelewa hiyo maana zaidi ya kuzitunza, hakuna siku utamkuta anahesabu masaa ati sabato iishe. Maana hii sabato ni uamsho wa ile kazi unafanya maisha yako yote. Kazi gani? Tusikie tafadhali waraka wa pili wa Petro 3 na mstari wa 8. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Basi kama Adamu angelikosa, angekuwa na kazi ya kutafuta utukufu, kutafuta heshima na kutafuta kutokufa, yaani kazi ya kuumbika uzima. Maana tuliona Mungu alipotuumba katika huu mwili hatukuwa na ufahamu wowote. Kwa hivyo tuna kazi ya kusoma kwake na kutumia hayo anayotufundisha kujenga namna ya kuishi, yaani tabia ya kukaa kama yeye. Basi hiyo pamoja na kusaana kujaza dunia ndiyo kazi ambalo aliwaambia kwa miaka 6,000. Maana tunaona siku moja ni sawa na miaka 1000. Kwa miaka 6,000 mwanadamu utajifundisha kuishi kama Mungu, na uzaane pia ukiwafundisha watoto wako kuishi kama Mungu. Na hiyo itawezekana tu wakati unampinga shetani, maana yuko hapo duniani ukichagua ya Mungu. Tuliona tunaokolewa kutoka kwa mwili wa dhambi na mauti, ambao ndio msingi wa dhambi duniani. Na ndio mnaona Yesu aliukana mpaka akauvunja pale msalabani. Akitoka pale alitoka akiwa na mwili tofauti, sio huo. Na hiyo ndio kazi, ili tutafute heshima na kutokufa. Wa kufa lazima tuufue. Tuna kazi ya kuupinga, tukimpinga shetani kwa hii miaka 6,000. Watakao faulu, ambao hata faulu watakufa. Watakao faulu watafikwa mwili wa kiroho. Sasa tuone kitu. Mwili wa kiroho haukuli chakula, haupatwi na maradhi, haupatwi na kifo, hauzeeki, ni mkamilifu. Hauhitaji hii hewa tunapumua ndio uishi. Kwa hivyo hapo tutakapokuwa viumbe wa kiroho, ndio tutaweza kurithi ufalme wa kiroho. Na ndio unasemekana siku ya 7 ni ufalme wa Mungu. Tunaweza kuwa na thibitisho lolote kwamba kila siku ya hizi siku 7 inawakilisha miaka 1000? Ndio. Kwa sababu tukienda Ufunuo 20. Ufunuo 20. Hapa ni hapo Kristo atakapokuja. Ufunuo 20 na mstari wake wa 6. Viti ameweka kiti cha enzi, wafu wamefufuliwa. Akisha afikia hapo anasemaje? Mstari wa 6. 20 mstari wa 6. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Miaka 1000. Wakati wa hiyo miaka 1000, mstari wa 5. Hao wafu
halafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Kwa hivyo siku ya 7 ambao ni 1000 ya 7 itakuwa ufalme wa nani? Wa Mungu. Hapo hatutahitaji chakula, hatutahitaji kuzaana, maana unakumbuka Kristo akiambia Wayahudi hapo walipomuuliza, wewe unasema kuna ufufuo, na hapa kuna mwanamke aliolewa na wanaume 7. Wakati wa ufufuo akifufuka atakuwa bibi ya nani? Na aliolewa na bwana mmoja akakufa, kaolewa na mwingine akafa, wakafika waume 7. Sasa kama kuna ufufuo, wakifufuliwa atakuwa bibi ya nani? Kristo alimwambiaje? Mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko, amuelewi mtafufuka mkiwa kama malaika, hakutakuwa kuoa wala kuoana. Huu mpango wa ndoa tu ni wa kutimiza ile amri ya zaaneni mjaze dunia. Hiyo ikishatimia hakutakuwa kuzaana mkiwa viumbe wa roho, maana roho ni kiumbe kamilifu. Mungu atakuwa kupitia kwa huu mwili ametimiza ile idadi ya watu waliotaka waurithi ufalme. Kwa hivyo hakutakuwa kuzaana. Ni kusema nini? Vile vitu vyote tunataka saa hii katika mwili tunashughulika tukitafuta ni vyakula, tukitafuta kujiepusha na madhara, ajali, magonjwa, havitakuwa hapo. Kwa hivyo tunapumzika siku ya leo tukikumbuka vile itakavyokuwa katika ufalme wa Mungu, maana hakutakuwa na haya mahitaji yanayotufanya tufanye kazi. Tunawacha kazi zote tukikumbuka huo wakati ambao haya mahitaji yanatufanya tufanye kazi, na ambao tumeona ni matayarisho ya mwanadamu kuumbika Mungu, yatakuwa hayapo. Tumewahi kuielewa Sabato kama hivyo? Mtu hawezi kuelewa hivyo, na bado unahesabu masaa yaishe. Yanaisha ukienda wapi? Na hata kesho bado kazi ulio nao ni ya kujitayarisha kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Huyu mtu aliyeelewa hivyo kweli anaona Sabato ikiwa mzigo? Maana ni kitu ambacho kimemweka hapa duniani na ni ufalme unaoutazamia kabisa. Angalia, Ibrahim alikuwa tajiri sana, lakini alisumbuka akitamani kuona huo ufalme. Angalia Paulo, alikuwa maskini sana, lakini umaskini wake haukumsumbua, anaugua akitamani kufikwa. Angalia Petro, wakisumbuliwa sana, hakuwa analilia ati wapate amani. Anasema, na kama ilivyo ahadi ya Mungu, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya kama ilivyoahidiwa, ambako ndani yake kutakuwa na uhaki mtupu. Tukiangalia wale walioamini hii injili tunayohubiri, walitazamia ufalme. Ni lini walishikwa na tamaa ya kuona Sabato imekaa sana, nataka kwenda kufanya biashara yangu nifungue? Kwa maana wanajua hawako hapa kwa sababu ya mali, hawako hapa kwa sababu ya starehe za mwili, wako hapa kujitayarisha kwa sababu ya huo ufalme. Kwa hiyo kama Adamu angekosa, bado angekuwa na kibarua cha kumpinga shetani, kutafuta huu uzima, kutafuta utukufu. Kwa hii miaka yote na watoto wake wangelikuwa wanapingana na shetani, wakiumbika utakatifu, kujitayarisha kwa ajili ya ile ufalme wa miaka 1000. Ninasemaje? Hizi siku 7 za urekebishaji wa dunia ni unabii wa ule wakati Mungu atakayechukua kurudisha ufalme wake hapa duniani. Lakini sasa Adamu alikosa. Kama hakukosa, hakungekuwa na Pasaka, hakungekuwa na mikate isiyochachwa, hakungekuwa na Pentecost, hakungekuwa na tarumbeta, hakungekuwa na upatanisho, hakungekuwa na sikukuu ya makambi. Ingekuwa sikukuu ni hiyo moja tu ya Sabato ya wiki, ikitukumbusha kuja kwa ufalme, kuja kwa ufalme.
mpaka siku ile ufalme utakapokuja. Lakini mpango wa Mungu ukasimama kidogo hapo Adamu kama malaika alipokosa. Ikaja sasa mpango mwingine wa kumwokoa mwanadamu. Na kwa vile tunda la dhambi ama matunda ya dhambi ni mauti, basi ilibidi kifo kitokee, kilipie kifo ambacho wanadamu walipata kwa kutenda dhambi. Maana sheria ya Mungu haitenguki, lazima itimie. Hapo ndipo Kristo akaja akaanzisha mpango wa wokovu ambao unaanza na Pasaka. Kama kungelikuwa hakuna dhambi, Kristo angekufa. Basi dhambi ndiyo ilisababisha Mungu akalete mpango wa wokovu ambao ndio unaelezwa na hizi sikukuu 7 kuanzia Pasaka mpaka sikukuu ya vibanda. Na mkiangalia huu mpango wa wokovu unaenda hivi, mwisho unarudisha watu wapi? Kwa sabato ya wiki. Maana sabato ya wiki tunaambiwa siku ya 7 ni nini? Mpango wa Mungu ulikuwa siku ya 1000 ya 7 utakuwa ni ufalme wa Mungu. Huu mpango wa Mungu nao wa wokovu wa sikukuu hizi 7 unatayarisha mwanadamu kumrudisha kwenye sabato ya wiki. Kwa hivyo ndio naona sabato ya wiki siku ya 7 inawakilisha 1000 ya 7 ambayo kutakuwa utawala wa miaka 1000. Haya, makambi nayo hii ya leo ya siku 7 inawakilisha utawala wa miaka 1000. Kwa hivyo hizi sikukuu zimeonyesha mpango mkamilifu wa kumwokoa mwanadamu aje kuingia katika ule ufalme ambao kama Adamu angekosa angejitayarisha tu kwa kukumbushwa na kutunza sabato ya wiki peke yake. Sijui kama tumeelewa. Kwa hivyo hizi sikukuu tunatunza ikiwa ni mpango wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu. Kwa vile kifo kimetokea hapa kupitia kwa Kristo Yesu, tumefanywa nini? Warumi 5:8. Kuna watu wanasema tumeokolewa na damu ya Yesu Kristo. Maana hawajui damu ya Yesu Kristo inafanya kazi gani? Mpango hizi sikukuu 7 ni somo la kuonyesha mpango wa wokovu wa mwanadamu. Hata ifikapo 1000 ya 7 aweze kuurithi ufalme akiwa ameondolewa dhambi. Dhambi ambayo mtu awaya akiwa nayo hataweza kuingia huo ufalme. Anasemaje Warumi 5:8? Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Damu ya Yesu inatuokoa. Watu wamezoea kuimba wimbo ni kwa njia fulani, lakini sehemu yake ni kutuondolea hii dhambi ambayo kutusafisha, maana tulikosa tukahesabiwa kifo. Yeye hakukosa akafa, akakomboa hicho kifo chetu. Kwa hivyo akatuondolea hiyo dhambi. Na kwa kuondolewa hiyo dhambi inasemekana damu ya Yesu Kristo imefanya nini? Imetupatanisha na Mungu, tunahesabiwa haki mbele za Mungu kwa damu yake. Lakini tutaokolewa kwa nini? Tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Basi kwa kupewa uzima wa milele tutaokolewa kutokana na hiyo kwa uhai wake. Damu ya Yesu Kristo inatufanya tushikane na Mungu, tuhesabiwe kuwa hatuna kosa, inatusafisha makosa ya awali. Alafu uhai wake unatuokoa kutokana na kifo kupitia kwa kufufuka kwake. Kwa hivyo ni kasi ya shetani, uovu tulioupokea kupitia kwa shetani kushikana na hii mili, kulilete sababu ya Mungu kufanya mpango wa badala
baada ya Sabato, mpango mkamilifu. Sabato ya wiki ni mpango mkamilifu wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu. Shetani akamkosesha Adamu. Sasa Mungu alikuwa amepanga mpango wa pili, kwamba sadaka ya Yesu Kristo, kifo chake, Pasaka, inaelekea kutoka dhambini mpaka mwisho. Sikukuu ya upatanisho, tumeshikanishwa na Mungu, tumekuwa kitu kimoja, pamoja tunateremka. Leo tuko mlima Zayuni. Ukombozi umekamilika. Mwisho mpango wa kwanza ambao ni Sabato ya wiki na mpango wa pili ambao ni sikukuu saba, sinakutania wapi? Kwenye ufalme wa Mungu. Maana zote mbili, Sabato ya wiki na sikukuu ya vibanda, ni ufalme wa Mungu. Je, tuko tayari kupitia hizo hatua mpaka tuufikie ukombozi? Hii ndiyo Mungu alio nayo, na ndiyo sababu tuko hapa. Kumbukeni, tukimaliza Waebrania 12 mstari wa 14, tuko katika huu mwili kwa ajili ya hayo matayarisho, kutimiza kazi ya siku 6. Ndiyo siku ya 7 tuwe tayari kuurithi ufalme. Na tumeona kazi ni kutafuta uzima wa milele, kutokuharibika, heshima. Waebrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni nini? Utakatifu. Utakatifu ni tabia za Mungu, zinaitwa uhaki na utakatifu. Yule ambaye hataumbika hizo tabia za Mungu zinaitwa utakatifu, ambazo huumbika tu kwa yule anayetunza hii neno. Maana hili neno ni takatifu. Mungu ni mtakatifu, umbika utakatifu. Kwa hivyo kumbukeni, ambaye anapitia hizi hatua zote za wokovu kwa kusitunza hizi sikukuu, hakuna wakati mtu anakuwa na sikukuu kwa akili yake. Unakuwa na ule mpango unaowakilishwa na hiyo sikukuu. Kwa hiyo tuko hapa maana tumeelewa na hayo mambo, tujue kama kweli tunaadhimisha ufalme wa Mungu katika hii sikukuu ya leo. Ukae ukikumbuka, sio kusema kutakuwa na furaha, tutafurahia, tutaishi milele. Hautaingia hapo kama saa ile kazi Mungu amekupa ya kujitayarisha, hujajitayarisha. Na hiyo ni kitu wahubiri wengi hawawaambii, wanaonyesha tu ni mahali unangoja kuja kuingia. Kama hutaumbika utakatifu, hakika hutauingia huo ufalme. Na huku kukaa hapa kwenye hizi siku 8 kwako kutakuwa ni kwa bure. Hakuna kitu kuna kujenga. Inajenga tu kwa yule mtu macho yake iko pale. Ya Ibrahimu ilikuwa, ya Paulo imekuwa, ya Petro imekuwa, hata Enoch mtu wa kizazi cha 7 alikuwa anasema nauona kwa mbali. Wewe unauona? Neema ya Bwana iwe kwetu sote tukiyatafakari hayo.